ule mji Nazareth. Nazareth ni mahali ambako Bwana Yesu alilelewa, hakuzaliwa huko. Unaposoma sura ya 2 inaonyesha wazi ya kwamba alizaliwa katika Bethlehem. Kwa nini Bwana Yesu alizaliwa Bethlehem? Why Bethlehem? Huko yaani usingegamia tu ungekuwa umepata go ahead nzuri. Sasa tedi kwa active hii sasa ukijibu tena hivyo. Wataalamu wa lugha basi, Bethlehem tafsiri yake ni nini? Jumba. Jumba. Ongelea kwa sauti tu ungekuwa mahali pazuri. Umenongoneza ndio maana imekukosa. Okay, kwa hiyo maana yake Bwana Yesu alizaliwa Bethlehem. Bethlehem ni mji wa Daudi, ni mji wa Daudi. Kwa kuthibitisha kwamba Kristo Yesu ni wa uzao wa Daudi, also ilikuwa inabidi azaliwe Bethlehem. Okay? So maana yake kuzaliwa Bethlehem alikuwa anatimiza maandiko. Na ulikuwa na unabii kwa very clear, kitabu cha Mika sura 5 mstari wa 2 unaelezea kwamba kutoka katika Bethlehem ndiko ambako atazaliwa. Unafikiri kwa nini mamajusi walienda kumtafuta Kristo Yerusalemu? Bwana Yesu ana huruma na watoto. Kaa. Acheni watoto wadogo wa Kristo. Watoto wadogo waje kwa Kristo. Unafikiri kwa nini mamajusi walienda Bethlehem? Uko umemcheka mwalimu. Kaa. Lakini simama kwanza. Simama. Ilikuwa nikaa kidogo, yaani kuna mtu anakaa kidogo afa na. Okay, sawa. Bethlehem ulikuwa ni mji ambao Bwana Yesu alizaliwa, kwa hiyo ilikuwa inatimizwa unabii ya kwamba yeye ni wa uzao wa Daudi. Okay. So kwa yeye ni wa uzao wa Daudi, that's why akazaliwa katika mji wa Bethlehem. Mamajusi walienda Yerusalemu kwa kuwa Yerusalemu ilikuwa ni mji mkuu wa kifalme. Kwa kama ni mfalme aliyezaliwa, wana expect kumkuta wapi? Katika makao makuu ya nchi. Okay. Sasa maandiko anasema Bwana Yesu alizaliwa Bethlehem, lakini alikulia Nazareth, na sababu ya kukulia Nazareth ilikuwa inatimiza maneno ya manabii ya kwamba ataitwa Mnadhalayo. Fasiri nyepesi ya neno Mnadhalayo maana yake ni Mgalilaya. Okay, au niseme ni wa Nazareth. Wa Nazareth. Hiyo ni fasiri nyepesi. Wako wachambuzi wa maandiko ambayo wanahusianisha. Mimi nikisimama wewe unakaa chapu. Hiyo nikikaa wewe unasimama. Tumepatana. Okay. So wachambuzi wa maandiko wengine wanatafsiri neno hilo Nazareth kutokea kwenye neno la Kiebrania Natha ambalo linamaanisha branch au tawi. Okay? Ambao kutokea hapo wanamfananisha Kristo kama chipukizi ama tawi ambalo linatokea kutoka katika shina la Daudi. Japokuwa changamoto hiyo fasiri ni kwamba wanaona mzizi wa neno hilo kutoka katika neno Nazareth. Okay? Au Nadharini ambalo limetumika hapo. Wanaona mzizi wa neno. Lakini fasiri nzuri ni kuona kwamba anavyoitwa Mnadharayo, maana yake ni kama kusema anatokea Nazareth. Anatokea Nazareth. Ambalo Nazareth ilikuwa ni miongoni mwa miji ambayo inapatikana Galilaya. Okay? Ni kama kusema Nazareth tunaweza kusema ni wilaya katika mkoa unaitwa Galilaya, si ndio? Hivi mkoa na wilaya kipi kikubwa? Kipi kiko ndani ya mwenzie? Wilaya, si ndivyo? Kwa kusema Galilaya ni unazungumzia wilaya, wakati unaposema unaposema Nazareth unazungumzia wilaya, unaposema Galilaya unazungumzia mkoa kama jimbo ambao kuna miji mbalimbali. Are together? Sasa hiyo Galilaya ilikuwa ni mahali also ambako ukiangalia tungekuwa na ramani ningeonyesha huko mbali na Yerusalemu. Huko mbali na Yerusalemu. Na also kulikuwa na wakazi wengi watu wa mataifa. Kwa sababu hiyo walikuwa wanaonekana kama vile ni najisi. Najisi. Ni eneo ambalo halikuweza kufikiriwa kwamba kutokea huko eneo najisi Bwana atamleta mkombozi au Mesaya.
Kwa fasiri nyingine ya kusema ni Mnadhalayo. Kwa nini Mnadhalayo? Maanake anatokea Nazareth ambayo iko Galilaya. Maanake watoto ambao wanatokea Nazareth na Galilaya, maanake walikuwa wanadharaulika kwa sababu ya interaction nao na watu wa mataifa. So kwa wengine kwamba atakuwa wa kudharauliwa, au together, aliyedharauliwa. Unaposoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza, nadhani mstari wa 43 kama sura 45, wakati Filipo ameenda kumwambia Nathanieli ya kwamba tumemwona yeye ambaye ameandikiwa na Musa katika manabii, then akamtamsha Yesu mwana Yusufu wa Galilaya. Nathanieli akasema, linawezaje neno jema kutokea Galilaya? How? Unavyoenda sura ya 7 pia, wakati Nikodemu anawaambia Mafarisayo ya kwamba hawataki kumhukumu Yesu isipokuwa amemuuliza kwanza, maana sheria yao sheria Musa inataka mshtakiwa ajieleze au ajitetee ndipo ahukumiwe. Okay? So maana wakati ya Mafarisayo walikuwa wanapitisha moja kwa moja hukumu ya Kristo bila kumuuliza au bila kumruhusu kujielezea. Nikodemo akalezi question, kwa nini tufanye hivyo wakati sheria inasema ya kwamba mtu ahukumiwe baada ya kujitetea? Wakamjibu wakasema, au umedanganywa na huyo mtu? Kasome vizuri maandiko. Kutokea Galilaya hakujai tokea nabii. Ambao ukisoma maandiko hivi ndio Mafarisayo kwa amejichanganya, kwa sababu nabii Yona anatokea Galilaya. Soma maandiko, anatokea Galilaya. Kwa maana yake katika ile hali ya hasira wako furious, kasirika. Angalia maandiko katika Galilaya anatokea nabii, lakini Yona alitokea huko. Labda kwa sababu Yona alikuwa msumbufu ndio maana akasema alitokea nabii. Anyway, so maana yake bado hiyo ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba wakazi wa hilo eneo walikuwa wanadharauliwa, na kutokea hapo alikuwa hatarajii kuja Mesaya. Tunasema ataitwa Mnadhalayo. Sasa ukiangalia anasema kama maneno ya manabii, maanake si ujumbe wa nabii mmoja, ni ujumbe wa manabii wengi wakieleza kwamba Mesaya atakataliwa, atadharauliwa, na ndicho kitu ambacho tunakiona au together. Kwa nasema ataitwa Mnadhalayo au ataitwa aliyekataliwa au aliyedharauliwa. Yote ni sehemu ya kuwa Mesaya. Zingatia msamiati ili litimie. Why? Because manake pangekuwa na gepu kama Kristo angepokelewa na ulimwengu at once, kwa sababu ilikuwa inabidi atimize kila kitu ambacho kimeandikwa. Na moja ya portion ambayo imeandikwa kwa uwazi, unavyosoma Zaburi sura 22, unavyosoma Isaya sura 53, hivi unavyosoma hivi ni kitabu cha Yona chenyewe, ni kwamba Mesaya atateswa. Tuko moja mpaka hapo? Are we together? Okay. Kwa maana yake mwinjili Mathayo kwa nini anafanya uwiano wa jinsi hiyo? Anatuelezea kilichomtokea Kristo na kile ambacho manabii amesema. Ukiendelea mbele na mbele na mbele, also anaonesha kile ambacho Kristo anakifanya na kile ambacho manabii wanakisema. Kwa ni kama kusema mwinjili Mathayo anayatafsiri maneno ya Kristo, matendo ya Kristo, matukio yaliyotokea wakati wa Kristo, na namna ambavyo yanafanana na kile ambacho manabii walisema kumhusu Kristo Yesu. Labda nionyeshe mifano miwili ya mwisho, mingine mtaenda kuifuatilia wenyewe. Okay? Kwa mfano twende sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa 12 kitabu cha Mathayo. Anasema basi Yesu aliposikia kwamba Yohane amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya, akatoka Nazareti akaja akakaa Kapernaum, mji uliokuwa pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili timie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umwazukia. Okay, so manake hivi nabii Isaya
alieleza kwamba huduma ya Kristo itatukia katika maeneo kama hayo. Maana tunasema Zabuloni na nchi ya Naftali ni makabila ambayo yalipangiwa upande wa kaskazini mwa Israeli, ambako ndiko Galilaya walikuwa wanakaa huko, na hilo eneo la kaskazini ni eneo ambalo lilikuwa ni rahisi kuivamia Israeli kuliko maeneo mengine yote. Even now unavyoona vita vinavyoendelea, kwa nini Israeli wanashambulia sana Lebanon, ni Syria kule kaskazini? Ni kwa sababu kule ndiko ambako kuna urahisi wao kuingilia kuliko mashariki, magharibi na kusini. So manake hawa watu wa Zabuloni wakati wote walikuwa ni wa kwanza kuathirika pindi vita inapotokea. Kwa mfano Babeli anataka kuvamia, hana budi kuzunguka hata kama siku hizi anakaa mashariki mwa Israeli, inabidi aende asafiri mpaka kaskazini ndio aingie Israeli. So manake wale ambao mara kwa mara wapo katika hatari ya kuuawa, wa kwanza kuuawa, hao ndio watu ambao Kristo anakuwa wa kwanza kwenda kuonyesha mwangaza wake. So manake sasa sikiza vizuri, anatumia hatari hiyo ambayo alikuwa nayo ya kuvamiwa katika vita kuelezea namna ambavyo Kristo atakuja kuokoa. Lakini pia nisikize vizuri, kwa sababu ya uwepesi wa kuingilika, unafikiri maeneo ambayo yanaingilika kwa urahisi nchini kwetu ni maeneo gani? Mipakani, si ndio? Kwenye maeneo ya mipakani tunatarajia watu wa namna gani? Watu wa nchi nyingine, si ndio? Ukienda kule Mbeya Tunduru, utakutana wa Zambia hivi, wa Kongo hivi. The same ukienda Kenya utakutana na Malawi, ukienda Arusha utakutana na watu wa Kenya wengi tu. Hello? So manake kwa sababu ya wepesi huo, watu wengi wakawa wanafanya less dance kwenye yale maeneo watu wa mataifa. Na hiyo namna manake kwa sababu ya uwepo watu wa mataifa, kumbuka mara nyingi watu wa mataifa wana miungu yao ambao wanaiabudu na kuitumikia. So manake inadhoofisha imani za watu kwa Mungu wa kweli, kwa sababu wamezungukwa na mazingira ambayo miungu inaabudiwa. So manake walikuwa tu wana hatari ya kuvamiwa kama geographical locations, lakini also walikuwa na hatari ya kuiacha imani ya Mungu wa kweli. Hao ndio ambao maandiko yanaonyesha kwenye kitabu cha Mathayo, Kristo anakuwa wa kwanza kuwareveal. Ndio maana kwenye mstari unaofuata anasema hivi, watu wale waliokaa katika giza. Hilo giza maana yake ana speak their spiritual state, hali yao ya kiroho. Wapo katika giza, wapo katika hali ya unajisi, watu ambao wanahitaji msaada. Then anasema kwamba wameona mwangaza mkuu, kwa maana yake huduma ya Kristo katika eneo la Galilaya inakuwa ni mwangaza mkuu. Ambao nisikize vizuri sasa. Huduma ya Kristo katika Galilaya, mahali ambapo palikuwa na mchanganyiko wa wakazi, Wayahudi na wasiokuwa Wayahudi. Hapo ndiko Kristo ambako alifanya huduma kwa muda mrefu kuliko mahali pengine popote. Na unasoma kitabu cha Mathayo na Marko, wanaonyesha kwamba Kristo alifanya makao yake makuu ya huduma yalikuwa Galilaya, mji wa Kapernaum. Kama tungesema tukitaka kutafuta ofisi za Kristo duniani, mahali ambapo anatenda kazi, au yani tafuta ofisi ya Kristo kwa wakati ule, palikuwa ni rahisi kumpata Kristo Galilaya kuliko mahali pengine. Wainjili wote isipokuwa Yohana wanaanza kuelezea huduma ya Kristo kutokea Galilaya, na kama vile inatokea kaskazini kwa Galilaya inaanza kushuka mpaka kufikia Yerusalemu. Wainjili wote watatu, Synoptic Gospels, wao wanaonyesha kwamba Kristo alianza huduma Galilaya akawa anateremka. So mara nyingi tunavyogawanya vitabu vyao tunaangalia mtiririko huo. Kristo alifanya huduma Galilaya, anapotoka Galilaya kwenda eneo lingine inakuwa ni another portion of the book. Ila mwinjili Yohana ndio anaandika 2 and 4. Kwa pamoja hapo. So maana even Kristo kuchagua eneo la Galilaya kwa ni kama strategic, kwa eneo ambalo amelichagua kufanya huduma yake ilikuwa ni kama ni fundisho ambalo liko strategical. Why? Because
wenye afya hawana haja na daktari, isipokuwa wale ambao hawawezi. Na ukiangalia interaction ya Kristo kwenye ile eneo ilikuwa inaonyesha wazo, okay, kwa sababu Kristo anaanza huduma yake Galilaya. Kristo anahitimisha huduma yake duniani Galilaya. Kristo anawatuma wanafunzi kwenda kuhubiri Galilaya. Why Galilaya? Kwa sababu Galilaya ilikuwa inakusanya picha kamili ya mpango wa Mungu alionao kwa wanadamu. Kwa maana Kristo hakuja kuwa mwokozi wa Israeli tu, no. Baada yake alikuja kuwa mwokozi wa mataifa yote ikiwemo Israeli. Na hiyo picha utaiona Galilaya. So maana wakati fulani huduma ya Kristo Galilaya ilikuwa ina foreshadow huduma ya Kristo kwa mataifa yote. So manake tunaona anaanza hapo Galilaya, lakini also anapochukuliwa kwenda mbinguni, maandiko yanasema kwamba alikutana na wanafunzi Galilaya, na kutokea hapo anatoa agizo, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Akiwa wapi? Galilaya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. So manake tunapoitazama huduma ya Kristo na kuona kile ambacho anakifanya, manake tunaona uhalisia wa vile ambavyo yale ambayo manabii walisema ya kwamba huduma ya Kristo itaelekezwa kwa watu wanyonge, itaelekezwa kwa watu ambao hawana msaada, watu ambao wako easily attacked, watu ambao wamezarauliwa. Hao ndio ambao wananufaika na kile ambacho Kristo anakifanya. Tafsiri nyepesi ni kwamba dunia ambayo tunaishi ni picha kamili ya Galilaya. Mahali ambako tunakaa, hapo watu ambao wameonewa na dhambi, wameonewa na mwovu. Maana samale ya Petro kwa habari ya huduma ya Kristo anasema alikuwa ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu na nguvu, ili afanye nini? Ahubiri habari njema na kuponya wale wote walioonewa na Ibilisi. Fasi nyingine ya kwamba mahali popote penye dhambi panafaa kwa uinjilisti, mahali popote. Na kama mahali popote penye dhambi panafaa kwa ajili ya uinjilisti, maanake kila eneo ambalo tunajua pana mwenye dhambi mmoja linafaa kwa ajili ya uinjilisti. Kuna kitu kimoja wanajiuliza swali, jaribu kufikiri tumemeki maandalizi makubwa, maandalizi makubwa, tumekodi vyombo, tumesafiri, jazi tumeenda katika mji au kijiji, akaokoka mtu. Kwa ulimwengu ambao tunavutwa na takwimu, japo takwimu sio kitu kibaya, hiyo ni kama ni mission ambayo ni failed, imefail. Kwa nini okoke mtu mmoja? Na wakati fulani viongozi watalaumika kwamba walichagua mkoa vibaya, kwa sababu tuko very attracted na numbers ambao yes, ikibii ni positive sense ni nzuri, lakini negative sense maana inaleta ile tunasema self worship. Hivi umefikiria kwamba Bwana Yesu wapo kwenye chombo, wanasafiri, wanavuka ziwa la Galilaya kama sijakosea, wanakutana na tufani, wanafika nchi ya Decapoli, wanakutana na mtu mwenye pepo inaitwa Legion. Baada ya kumweka huru alikuwa na pepo, wakazi wa mji wanamfukuza. Umefikiri mataabiko yote just kwenda kwa ajili ya mtu huyu? Just one person. Umefikiri Roho Mtakatifu anamuona Filipo yuko Samaria, anaendea na huduma ambayo yupo nayo, baadaye Roho Mtakatifu anampa taarifa kwamba kuna toashi mahali, then Filipo kwa roho anaifuata njia, ni malaika yes, ni malaika, si ndivyo? Malaika anampa taarifa kuna toashi, anaenda kwa toashi, then anahubiri just tu kwa toashi, then maandiko anasema Mungu akamnyakua akampeleka eneo lingine. So manake kila roho na kila nafsi ina umuhimu kwa Mungu, kila roho na kila nafsi. Tunafahamu hivyo kwa sababu kusoma Injili kusoma nabii Ezekiel sura 18
anasema Mungu afurahishwi na kifo cha mwenye dhambi. Haimpi pressure, haimpi furaha juu ya kifo cha mwenye dhambi. Na watu ni kwamba kile ambacho Kristo amekifanya kinafungua mlango wa wokovu wa Mungu kubi available kwa watu. So manake nikifikiri kwa bale uinjilisti na wanafunzi, nitagundua kwamba uinjilisti na wanafunzi si tu kusafiri kwenda mahali. Badala yake yeyote ambaye ananizunguka ambaye ana dhambi anafaa kuhubiriwa injili ya Kristo. Asiyekuwa na dhambi injili ya Kristo haimfai. Na habari njema ni kwamba hayupo asiyekuwa na dhambi. Alo? Then tukienda okay, kwa maana hapa naonyesha kwamba huduma ya Kristo ilikuwa kwa watu ambao wanahitaji huo msaada. Then nimalizie na Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Anasema msizani ya kwamba nalikuja kutangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiza. Kwa maana ami nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Katika kuja kuokoa, anatimiza kile ambacho kilisemwa katika manabii kuhusu mpango wa Mungu wa wokovu, shauri la Mungu la ukombozi. Kwa maana Kristo hakuja kukanusha kile ambacho Mungu alisema kwa habari ya ukombozi. Ikiwa Mungu alisema ukombozi unahitaji sadaka ya damu isiyokuwa na hatia, maana Kristo amekuja kuwa that sacrifice ya damu isiyokuwa na doa. Ikiwa that redemptive active inahitaji ukuhani usiokuwa na kasoro, usiokuwa na mwanzo kama Melkizedeki, maana Kristo amekuja kuwa that priest. Kwa anavyosema amekuja kutimiza, inatupa picha wazi ya kwamba kumbe Kristo kama Mungu katika binadamu alibi submissive katika matakwa na mapenzi ya Baba ambayo ni ukombozi wa mwanadamu. Hakuja kuleta ajenda nyingine isipokuwa kuja kuifanya ajenda ya utatu. Kwa anawaambia msizana kwamba ninakinzana na kile ambacho maandiko matakatifu amesema. No. Badala yake ujio wangu umekuja kuleta the meaning ya kile ambacho nakisoma. Fasi nyingine ni kwamba pasipo Kristo Biblia inakosa maana. Maana moja upekee wa Biblia ambao unapiga teke vitabu vyote ambavyo vinasomwa, iwe ni Qur'an na kila kitabu, ni kwamba Biblia ina a lot of fulfilled prophecy. Kuna historical lakini also kuna theological. Vitabu vingi vya dini vina zero prophecy, zero, sifuri. Vitabu vingi vya dini vinaangalia okay, ndio maana ili dini zao ziwe na uhalali angalau wanachagua sehemu ya vitabu vya Biblia. Ndio maana kutokea kwa Abraham kuna a lot of religions. A lot of religions. Kwa sababu iweze kuvalidate kile ambacho anakiamini, hawana haja kwenda angalau kunusa kile ambacho kimeandikwa ili kutokea katika hicho. Wao na msingi ya kwamba yes, kuna vitu ambavyo Mungu alisema vimetimia. Lakini ni reality, ukiondoa ile mambo ambayo wameyakopi kutoka kwenye Biblia,